Shimama tusome neno la Mungu asubuhi ya leo. Biblia inasema Torati ilipokuwa ikisomwa watu wote wanainuka walipokuwa wanaisoma Torati. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu atakubariki. Na sio tu kukubariki, atakufungua katika jina la Yesu. Nataka asubuhi ya leo niongee neno la Mungu. Kwa nini huyu anaweza na huyu anashindwa wakati wote wamewekewa mafuta na Mungu? Na hii ni ulizo umewahi kujiuliza. Kwa nini Debora anaweza, lakini kwa nini Samsoni anafikia mahali anashindwa? Kwa nini Debora anaweza yeye kama mwanamke, na Mfalme Sauli anashindwa wakati wote wamewekewa mafuta na wote ni watumishi wa Mungu na wote wametiwa nguvu na Mungu? Kwa nini Debora anaweza na kwa nini Sauli anashindwa? Haleluya. Katika neno la Mungu kwenye Yohana mlango wa 8 mstari wa 31 anasema, Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, mkikaa katika neno langu ninyi ni wanafunzi wangu kweli, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Katika Hosea mlango ule wa 4 mstari wa 6 anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kujua, maana wangejua hawangeangamia, lakini kwa sababu wamekataa kujua basi wameangamizwa. Soma nami Mambo ya Nyakati wa kwanza 12. Mambo ya Nyakati ya kwanza 12. Nyakati wa kwanza 12. Nyakati wa kwanza 12. Kuna neno la Mungu hapa ambalo nataka tulisome na mstari wake ule wa 16. Tena wakafika ngomeni kwa Daudi baadhi ya watu wana wa Benyamini na Yuda, naye Daudi akatoka ili kuwalaki. Akajibu akawaambia, kama mmenijia kwa amani ili kunisaidia, basi moyo wangu utaambatana nanyi, lakini kama mmekuja ili kunisaliti kwa adui zangu, kwa kuwa hamna udhalimu mikononi mwangu, Mungu wa baba zetu na atazame neno hili na kulikemea. Ndipo Roho akamjia Abishai mkuu wa wale 30, naye akasema, sisi tu watu wako e Daudi, na wa upande wako e mwana wa Yese. Amani, naam, amani iwe kwako na amani iwe kwao wakusaidiao, maana akusaidiaye ndiye Mungu wako. Ndipo Daudi akawakaribisha, akawaweka wawe maakida wa kile kikosi. Angalia mstari wa 21. Wakamsaidia Daudi juu ya ile kikosi kilichomshambulia, kwani walikuwa waume mashujaa wote, nao wakawa maakida wa jeshi. Maana siku kwa siku humujia Daudi watu wa kumsaidia, hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Kama jeshi la Mungu. 22. Maana siku kwa siku humujia Daudi watu wa kumsaidia, hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Lakini neno langu liko hapa katika mstari wa 17. Naye Daudi akatoka ili kuwalaki. Akajibu akawaambia, kama mmenijia kwa amani ili kunisaidia, basi moyo wangu utaambatana nanyi, lakini kama mmekuja ili kunisaliti
kwa adui zangu, kwa kuwa hamna udhalimu mikononi mwangu. Mungu wa baba zetu na alitazame neno hili na kulikemea. Ndipo Roho akamjilia Abishai, mkuu wa wale 30, naye akasema, sisi tu watu wako, Daudi, na wa upande wako, mwana wa Yese. Amani, naam, amani iwe kwako na amani iwe kwao wakusaidiao, maana kusaidiaye ndiye Mungu wako. Ndipo Daudi akawakaribisha, akawaweka wawe maakida wa wale wa kile kikosi. Haleluya. Ukiangalia katika Samueli wa kwanza 15 utaliona neno hapa. Katika Samueli wa kwanza 15 utaangalia hapa neno la Mungu, mstari wa 21. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Haleluya. Kwa nini Daudi anaweza na kwa nini Sauli anashindwa wakati wote wametiwa mafuta ya Mungu, wamechaguliwa na Mungu? Kwa nini Debora anaweza naye Samsoni anashindwa, au Sauli anashindwa, Debora anaweza? Wakati wote ni watumishi wa Mungu, wakati wote wameitwa na Mungu, wakati wote wamewekwa mafuta na Mungu, wakati Mungu ndiye mwanjilishi wa huduma zao. Na Roho yule yule Mtakatifu alikuwa juu ya wote, lakini angalia, mwingine akaweza na mwingine akashindwa. Ziko sababu. Ambia jirani yako, ziko sababu. Unifuate vizuri kwa sababu nataka nifundishe. Nimetangulia kusema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kujua. Mungu anasema watu wangu, hajaongea wapagani, hajaongea wasionijua. Anasema watu wangu wanaangamia au wanaangamizwa au wanateseka kwa kukosa kujua. Kwa maana wangejua hawangeteseka. Yesu anasema Wayahudi waliomwamini, anasema mkikaa katika neno langu, ninyi ni wanafunzi wangu kweli kweli, mtaifahamu kweli, mtaitambua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Itawaweka huru. Angalia Saulo amewekewa mafuta na Mungu. Mungu mwenyewe ameweka mafuta yake kupitia Samueli. Samueli huyo huyo aliyeweka mafuta juu ya Sauli ni Samueli aliyeweka mafuta juu ya Daudi. Ni yale mafuta, lakini angalia, Sauli anashindwa, Daudi anaweza. Mungu akaweka watu pembeni ya Sauli, Mungu akaleta watu pembeni ya Daudi. Lakini watu waliokuwa pembeni ya Sauli wakamkosesha, lakini watu waliokuja pembeni ya Daudi wakamwezesha. Angalia hii hapa. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema Mungu akamwambia Sauli kwamba nenda ukawapige Waamaleki, na usiache mtoto, usiache mzee, usiache mwanamke, usiache mwanaume, usiache kondoo, hata mfalme, wote haribu, ua kabisa. Kwa maana nilimwambia Musa nitakuwa na vita na Waamaleki. Kwa hiyo wewe nenda ukawaue wote. Akamwambia mfalme Sauli, na mfalme Sauli akawa amesikia neno la Mungu, na akaenda akaambia watu wake, huku hatutabeba chochote, huku hatutaacha yoyote, hawe mtoto awe mwanamke mzuri uweni, awe nidi uweni, chochote kitakachotokea mbele yenu kwa Waamaleki uweni, msibebe. Lakini neno la Mungu linasema wakaziona kondoo zilizonona, wakaiziona kondoo zenye mafuta, vitu vizuri.
wakalivunja lile neno, wakazibeba. Wakamwona mfalme, wakamchukua akiwa hai, wakachukua kondoo zikiwa hai. Mungu akasema, najuta kwa nini nimemweka Sauli kuwa mfalme. Amerudi nyuma, asifanye nilichomwambia. Samueli akaja kwa Sauli, akamwambia, kwa nini umelivunja neno la Mungu? Akamwambia, watu waliona kondoo wema wazuri wanaonona, wamewachukua, zitakuwa sadaka za Mungu wako Samueli. Akazania Samueli atafurahi. Ni sadaka. Kwa sababu watu wanajua kwamba wahubiri au watumishi wanafurahia tu sadaka tu, si ndio? Na ukisikia kwenye mji watu wanasema watumishi wanakula sadaka, wanakula sadaka, wanakula sadaka. Hii ni mambo yanapita kwenye ulimwengu wa leo. Hasa Sauli akamjibu, wakati Samueli anamwambia, anamuuliza Sauli, kwa nini umelivunja neno la Mungu? Usilitekeleze, usilifanye kama vile Mungu alivyokuagiza. Kwa nini umeleta kondoo? Kwa nini umeleta mfalme akiwa hai na kondoo zikiwa hai, wakati Mungu alikuambia wazi kwamba uweni chochote kondoo wala mtu wala chochote ng'ombe, usibebe chochote, wewe uwa. Kwa nini umewaacha kondoo hai na mfalme hai? Akasema, watu waliniambia tubebe hao wanaonona, watakuwa sadaka kwa Bwana Mungu wako. Kwa sababu walifikiri Samueli tu ameitwa kwa ajili ya sadaka. Watumishi wa Mungu hawakuitwa juu ya sadaka tu, lakini wameitwa waongoze watu katika kweli ya Mungu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hatukuitwa tu kwa ajili ya kutoa sadaka kwa watu, lakini kwa ajili ya watu kuwaongoza kuijua kweli ya Mungu, na hiyo kweli ya Mungu iwaweke huru. Iwaweke huru. Hii ndio wito tumeitiwa. Hatukuita tubembeleza watu ili tufanye watu marafiki ili washindwe kutubu. Hapana. Hatukukuja tuweke watu marafiki wapire, alafu sasa washindwe kutubu dhambi zao wakamgeukie Mungu. Unajua kuna watu wengine badala ya kutubu wanaweka watumishi kuwa marafiki zake. Utashindwa kutubu, utashindwa kuokoka na kufunguliwa. Wao usifanye watu wa Mungu kuwa marafiki zako. Amen. Usije ukashindwa kutubu. Bwana asifiwe. Akasema, nilileta kondoo. Hasa hii ndio ikawa kosa la nani? La Sauli mfalme, mwana wa Benjamin. Mwana wa Benjamin, mtoto wa mkono wa kuume. Akashindwa kwa sababu ya watu waliokuja, yani watu ambao walikuja pembeni ya Sauli, wakawa hawana uwezo wa kutekeleza alichowaambia na yeye alichokisikia kwa Mungu. Kwa hiyo wakamkosesha. Ndio sasa Mungu akawa hata wahukumu, lakini ndio akahukumu Sauli. Hukumu Sauli kwa sababu ndiye aliitwa, ndiye alifanya agano na Mungu. Kwa hiyo ilibidi aweke watu ambao wako tayari kuliheshimu lile aliloambiwa. Yakashindwa kwa sababu unaweza kushindwa katika wito wa Mungu, kwa maana umekuwa na watu wa aina ambao Sauli alikuwa nao. Watu ambao ukiwaambia tuende hivi, nao wanasema hii naye inafaa. Alafu baadaye wanasema inafaa, kumbe. Unajua kwa nini leo uwezo wa Mungu na nguvu za Mungu zimeshindwa kuwa madhabahuni, au zimeshindwa kuwa kwenye kanisa, au kanisa lilianza katika roho lakini leo zimekuwa katika mwili? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya watu wanaozunguka zile maono. Wameweka taratibu zao, wameweka kutaka zao, alafu kutaka zao zimelipiga neno la Mungu liende nje ya madhabahu. Alafu ndio unaona watu sasa wachawi wanacheza hata madhabahuni, wakati madhabahu ilikuwa na nguvu. Lakini kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya watu ambao tuliwapendelea, tukaona hawa
wanafaa huyu awe hapa na huyu awe hapa, ndio unaona madhabahu yanakauka. Saulu akakauka, Saulu akashindwa. Aliyewekewa na mafuta, aliyewekewa mafuta na Samueli mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hawa akasema watu wakamkosesha. Wale ambao wamekuja kwenye biashara yako, usishangae wakileta kushindwa yako. Usishangae wakiwa ndio sababu ya wewe kushindwa, sababu ya wewe kuibiwa. Umewahi kuona unaweka watu pembeni ya kazi yako, ndio wanaongea na mabandia kwamba tuliingiza hii, halafu unashangaa wanakuambia tunataka ulete $10,000, kwa sababu unasema waliambiwa na nani? Waliambiwa na nani kwamba leo tulipata $10,000? Kumbe ni wale ambao walizihesabu kama wafanyakazi, kama wasaidizi, halafu hawa ndio wanakwenda kumwambia adui, ziko hivi, kiasi fulani anacho na ameenda nacho nyumbani ama amekipeleka kwenye benki. Unashangaa wanakuambia wameteka mtoto yako na wanasema leta 10,000. Unasema haiko, wanasema tutaua, kwa sababu 10,000 iliingia jana. Iliingia jana. Walipata mwelekeo kutoka wale watu wa karibu. Amen. Daudi anasema akaona watu, ndio Mungu amemuita Daudi, lakini akaona watu wanakuja kwake. Akaona watu wanakuja kwake, wanaongezeka kuja kwake. Akaona pia kabila la Benyamine na sehemu ya kabila la Yuda, hata kama ni kabila lake, lakini lazima Mungu awe amewakubali. Akawaona wanakuja, akaenda kuwalaki, kuwakaribisha. Akawaambia maneno mawili: kama mmenijia kunisaidia basi ni vizuri, moyo wangu utaniambia utakubaliana nanyi. Lakini kama mmekuja kunisaliti kwa adui zangu, Mungu wa baba zetu atawashughulikia, kwa sababu mimi ndani yangu hamuna uovu. Angalia, mimi na wewe nikiona watu wangekuja, situngepiga mikono. Haleluya. Tungepiga mikono kwa sababu watu wanakuja. Lakini angalia, Daudi anawaambia, anaona kabila lake wanakuja, watu wa Yuda na baadhi ya watu wa Benyamine wanakuja. Hawa Benyamine ni kabila la Sauli ambao ameshindwa. Bado anatawala Daudi hapa. Bado Daudi hajatawala, lakini Sauli bado ufalme uko kwenye mikono yake. Wa Benyamine wanakuja. Walipomjia Daudi, akawakaribisha, akaja kwao, akawaambia, kama mmekuja kwangu kunisaidia, basi moyo wangu utakuwa pamoja nanyi. Lakini kama mmekuja kwa kunisaliti kwa mikono ya adui zangu, basi Mungu aliyeniita, Mungu wa baba zetu, basi awaangalie, atawashughulikia. Mmoja kati yao akajaliwa Roho Mtakatifu, akasema, mwana wa Yese, usiogope, moyo wetu ni kama moyo wako, sisi tumekuja kukusaidia. Akasema jambo la pili, wakusaidiao nao ni wema, kwa sababu Mungu ndiye anakusaidia vita vyako. Kwa hiyo nasi tumekuja na moyo mweupe, ili tusukume yale maono yako ifikie utimilifu. Haleluya. Leo hii Mungu akuletee watu watakao sukuma ile kazi yako mbele, katika jina la Yesu. Bwana kuletee watu ambao watasimama ili ufikie ile hatima, ufikie kile ambacho Mungu aliweka ndani yako. Angalia, Daudi anapata watu wema. Alipata muda wa kuwachunguza na kuwaambia neno. Hakuwakaribisha tu kwa kuwakaribisha, lakini aliwaambia, wewe tatizo lako, umeitwa na Mungu, sio shida, lakini tatizo lako nakaribisha kila mtu na kufungulia watu moyo wako. Mapema ndio unapata kipigo ambacho hakina ukomo katika maisha yako. Ukitoka vita hivi unaingia vingine, lakini vyote wewe unavichinba, unavitengeneza mwenyewe.
Kwa maana hujui unaongea na nani, hujui unafanya agano na nani, hujui unazungumza na nani. Kuna wengine wanatujia ili waje ni wajumbe wa adui, wakuja wajue staili yetu, wajue viwango vyetu vya maombi ili watusoofishe. Ndiyo hiyo. Kuna watu wanaweza kuja karibu na wewe, hata wanakaa mwaka, hata miaka, lakini kuna mission amepewa ya kwamba angalia, utakachokifanya ni kwamba asofike. Na akisofika tutakuwa tumefikia. Na kuna wengine wanakuja wametumwa na Mungu kwamba nendeni mkasaidie huyu, nendeni mkasaidie huyu ili afikie malengo. Wako watu waliotumwa na Mungu, ni wale Daudi akapokea. Daudi alikuwa hana mshahara wa kuwapa, hana mishahara yao, lakini wanamuendea kule kwenye msitu, wanamuendea kule Hebroni, wanamuendea, bado hajashika kiti, lakini wanamuendea kwa maana walikuwa wametengenezwa na Mungu. Hawakukuja kwa sababu ya mishahara, kwa ajili ya mishahara, lakini wamekuja kwa sababu roho zao zimekubaliana na ile maono Daudi aliyonayo. Wametengenezwa na Mungu ili wamsaidie Daudi. Wametengenezwa na Mungu. Sasa angalia, Daudi anaweza, Sauli anashindwa. Watu waliomjia Sauli wakaleta ashindwe, watu waliomjia Daudi wakaleta hawezi. Inasema wakapata kuwa jeshi kubwa la Mungu. Na Daudi, kuna wakati ambapo kikosi cha adui kikasimama kimuue Daudi. Waliomsaidia ni wale waliomzunguka, wakapiga kile kikosi, na Daudi akanusurika kufa. Daudi akaokoka kwenye hatari ya kufa kwa sababu ya hawa wanaomzunguka. Lakini mwingine akazungukwa na wasaliti, na wale wasaliti wakapelekea Mungu kusema, najuta kwa nini nimemchagua Sauli awe mfalme, amerudi nyuma. Sababu zile kwa sababu hawa watu walikuwa ni watu ambao hawajui kutekeleza kile Mungu wa Sauli alichomwambia. Hawa ndio wangemwambia Sauli, keshea kile Mungu alichosema, tusibebe kondoo tuue chochote. Lakini wakarukia zile nyara, na Sauli akawa ameshindwa katika kusudi la Mungu. Na Mungu akasema, kuanzia hapo nimekukataa. Na ndio sababu ile ndio ilipelekea Sauli aanze kuchokozwa na kuvamiwa na mapepo. Ni hapo. Lakini miaka ile ya mbele Sauli hangeweza kuvamiwa na mapepo. Lakini wakati aliposhindwa kwa ajili ya watu, usipendelee watu, kwa maana watu huleta mtego. Amen. Angalia mama, kwa hali yako ulikuwa wewe sio muongo, lakini kwa wale ambao walikukaribia umejifunza kuwa muongo. Si ndio? Tunakujua ulikuwa huongei sana, ulikuwa hujui maneno ya watu, lakini umejizungusha wapasha habari wengi. Hawa wapasha habari ndio wanakupasha habari zilizopita kule chini, zilizopita kule juu, zilizopita kule ngambo. Yani wanajua habari, hata wana pikipiki za kuwasafirisha kujua habari, lakini wanazipata kabisa. Na wanakuja kukupasha, alafu umekuwa mtu wa kawaida kwa sababu hawa uliwafanya marafiki. Kumbe ni watu wapasha habari ambao wanaziokota. Alafu huna tena sasa nguvu, huna masikio ya roho, huna masikio ya kiroho wala macho ya roho, kwa maana wanaokuzunguka wameyakata. Waliomsaidia Sauli kushindwa kusikia sauti ya Mungu ni watu waliokuja pembeni yake. Uliza jirani yako, pembeni yako wako wanani? Muulize vizuri. Unawapenda? Na Sauli aliwapenda, na kweli walimsaidia kwenye vita, lakini wakamwacha Agagi, wakaacha pia kondoo, na ikawa ni kosa kubwa lililompelekea ufalme kuondoka.
Unajua kile ambacho kimepelekea kazi yako kufilisika? Unajua kile ambacho kimepelekea wewe uanguke kwenye biashara? Hujui. Ziko sababu. Huwezi kuporomoka mpaka unafika chini wewe usijue. Kuna chanzo, kuna vitu. Unaporomoka kule, lakini hauwezi kupanda mpaka juu kama hakuna watu waliokushikilia. Daudi akawa kweli ana nguvu, lakini hawezi weza vita akiwa peke yake. Lazima awe na watu. Maono yoyote lazima ipate watu watakayoinyanyua ifikie watu wengine. Maono yoyote lazima ipate watu, kwa maana maono ya Mungu ikipata watu, ndio maana unasikia Yesu anasema kwenye maono yake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Unajiuliza, watendakazi ni wachache wakati ambapo maelfu za watu wanakuja kwa Mungu. Hawa hawaji wamtumikie Mungu, hawa hawaji waokoke. Wanakuja Mungu aponye magonjwa yao, aponye mateso yao, alafu waendelee na biashara zao. Usishangae watu wanapokuja kwa Mungu, lakini wanakuja wakipona wanarudi, wakisikia maumivu tena wanakuja. Kwa sababu ya nini? Hawa hawako tayari kubeba kusudi la Mungu. Sasa unaweza kujidanganya, unafikiri kwamba umepata watu, kumbe wakati unapata watu ni wakati mahitaji yamekuwa mengi, vita juu yao. Vikiisha nao wanaisha. Wewe hujawahi kuona mtu anapata mwanamke, anampata mwanamke, kumbe mwanamke alipatikana kwa sababu kazi, biashara imeenda au kazi inalipa. Halafu unaona kila mtu kabisa anacheka mbele yako, kila mtu anacheka mbele yako. Halafu unaoa, kumbe ukiona, halafu biashara vinaisha au kazi inaisha, ndio unaona kwamba na ndoa inaishi. Wangapi wamewahi kuona hiyo? Kumbe na nyinyi mmeona. Ile ndoa ilikuwa sio ndoa, ilikuwa ni ndoa kwa sababu ya faida fulani, na ile faida imekatika na ndoa lazima ikatike. Halafu katika ujinga wewe ukafikiri umepata mke au umepata mme, lakini kumbe kwa aliona dolari, ile dolari ndio ilimvuta, lakini sio wewe, sio upendo wa ndani. Kwa sababu mwanamke yeyote ambaye anajitambua, ambaye ameolewa, lazima ajue ya kwamba vipindi vyote vya maisha nitavishiriki. Utakuwa umepata mwanamke, atashiriki vipindi vya mafanikio, vipindi vile ambavyo pengine mtapitia mtihani, pengine kazi itaisha au pengine haitalipa jinsi ingelipa, lakini anaendelea kuwa mwanamke, anaendelea kuwa mwanaume, anaendelea kuwa mwanaume. Haleluya, Bwana asifiwe. Alafu unaweza kufikiri kwenye maisha yako umepata mwanaume, kumbe hujampata. Umempata ni kwa sababu angali bado maskini. Hujawahi kuona mwanaume wakati hana kazi ni mwaminifu, hata kufika nyumbani mwaminifu? Unaona, nishapata mwanaume kabisa, ananibebea na kitunga. Sawa, ananibebea kitunga kabisa, ananibebea kitunga. Anakubebea kitunga kwa sababu kwenye mfuko hakuna kitu. Ndio unafikiri kwamba sasa Mungu ili akusaidia kuonyesha kwamba hukupata kitu, angoja apate kazi, pesa, unaona kwamba naruka. Unamwambia beba kitunga, anasema kitunga. Yaani unaona kwamba ameleta mambo ya ajabu, kwa sababu huyu alikuwa kama mpole, alikuwa kama mwaminifu, alikuwa kama mtu mwema. Ni wakati hana chochote, anakuambia tutaenda pamoja, anaongea maneno mengi sana, anaonyesha upendo, Yaani na wewe unaona kwamba huyu mtu kabisa ni mwaminifu. Unachukua $1 yako unampatia, mnaunda kazi
kazi, mnaunda kazi, anakuambia nimeona kwamba nienda hata Kampala. Akisha kuenda unaanza kuona anachomoka moja baada ya mwingine. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu huyu alikuwa, kilicholeta Saulo kutambulika ni wakati Mungu amempa kazi na akashindwa kuitekeleza. Ndio Mungu akasema sikupata mtu. Kumbe mafuta yangu yamepotea. Najuta kwa nini nilimpa mafuta yangu. Nilifanya agano naye. Kuanzia siku ile Mungu akatoa mkono wake juu ya Sauli, na nguvu za giza zikaanza kumshughulikia mfalme Sauli. Mkono wa Bwana ukaenda juu ya Daudi, na Daudi akachunguza watu wanaomjia. Akajua watu hawa ni wasaliti. Watu ni wasaliti. Watu ni wasaliti kwa njia zote. Ujue wanadamu. Sema wanadamu. Wanadamu ni wasaliti mama. Kama hujui. Hata Yesu ili aondoke duniani alisalitiwa. Alisalitiwa. Hata hakusalitiwa na watu wa mbali. Alisalitiwa na mtu aliye kwenye maono, anayebeba fedha, mbeba sadaka. Huyu katibu wa sadaka ndio alimsaliti. Kwa sababu huwezi kusalitiwa na aliye mbali. Unapaswa kusalitiwa na yule aliye pembeni yako. Kwa sababu anajua siku uliamka, anajua saa ulifunga, anajua saa uliomba, anajua saa ulitoka, anajua saa uliingia. Kwa hiyo huyu unatakiwa kumwombea na kumkagua kiroho pia kimwili. Mungu akaita Gideoni. Ukienda katika Waamuzi mlango wake ule wa 6 na mlango ule wa 7, Mungu akamuita Gideoni. Akamwambia Gideoni, lazima nikutume, nimekupa mafuta, lakini haya mafuta utakomboa Israeli kutoka mikono ya Midian. Gideoni akainuka. Mungu akamwambia, kitu cha kwanza, vunja madhabahu ya baba yako. Gideoni akawa haraka kayavunja. Akavunja madhabahu ya baba yake. Alipovunja madhabahu ya baba yake, akamwambia Mungu, sasa imebaki nini? Mungu akamwambia, utashinda, nenda. Gideoni akawa na mashaka, akasema, nataka ngozi hii iamuke ikiwa na maji, itatambua kwamba umeniita. Ngozi ikawa na maji asubuhi. Akamwambia, hata kama kuna umande, nataka ngozi hii niamuke na kauka, haina maji, hata kama kuna umande. Mungu akafanya hivyo. Gideoni akajua Mungu ameniita. Akaenda na watu karibu watu 30,000, 30,000 ya watu, aende apigane na Midiani. Mungu akamwambia, wale watu 30,000 huna mtu pale Gideoni. Wale watu wanaweza wakakusaliti. Mimi na wewe tukipata watu 5,000, 30,000, 30,000 person ya watu, wanaume walio tayari kupigana, Mungu akamwambia wapeleke kwenye maji, na kupa kipimo kitakacho kuonyesha ni watu sahihi, na wale ambao natakiwa uende nao na wale ambao hutakiwe kuenda nao. Akawapeleka kwenye maji. Wakafika kwenye maji, akasema kunyweni. Watu wakakunywa. Wengine mara moja wakapiga magoti, wakalamba maji kama umbwa. Mungu akawaambia, umeona wale walioramba maji kama umbwa, hawa hawafai. Siku hiyo wakarudi watu 20,000. Family karudi. Mungu akawaambia, waambie warudi kwa familia zao, warudi kwa wake zao, kwa maana hawafai. Mimi na wewe tungesemaje? Na unajua walichoongea hawa? Unajua walichoenda wakiongea? Kiburi cha Gideoni tutaona. Hataweza wa Amaleki kweli? Hataweza wa Midiani? Unajua hawakuondoka wakiwa wanapiga makofi. Waliondoka wakiongea. Wewe kuona mtu akitoka kwenye huduma hatoki kwa amani.
anatoka kiongea. Kwanza naona, kwanza mimi nilikuwa pale, nilikuwa pembeni yao, najua. Yani atatoka kiongea. Lakini usijali. Amen. Usijali muovu akiondoka. Ni afadhali. Kuna mtu mwingine alisema naenda na Daudi. Wakati Daudi alipokimbizwa na Absalom. Wakati Absalom aliweza kupindua baba yake kwenye kiti cha ufalme. Sasa mtu mmoja akasema naenda na Daudi. Daudi akamwambia hapana, ukienda nami utakuwa hatari kwangu. Utakuwa mtego kwangu. Usiende nami. Akamkataa. Mimi na wewe tungemkubali. Yule ambaye amekubali kuenda na wewe wakati wa magumu, sasa ningemsogesha karibu. Lakini kwa macho ya roho, Daudi akamwambia hutaenda nami. Lakini wewe kaa Yerusalemu, kaa na Absalom. Pengine utageuza mawazo ya Absalom. Lakini ukienda nami utakuwa mtego kwangu. Utakuwa tenzi kwangu. Utakuwa mtego, utanilemea. Utaniletea usumbufu. Wewe rudi, uende Yerusalemu na ukae. Labda unaweza ukabadilisha mashauri ya Ahithofeli au wale washauri wa Absalom. Akamkataa. Na akamwambia rudi, na akarudi. Umewahi kufanya hivi? Umewahi kukagua marafiki zako? Umewahi kuwakagua kwenye maombi wale marafiki zako? Au kuwakagua hata kimwili, hata usemi wao? Huyu Daudi akanusurika. Angalia, mwingine ana kusudi la Mungu, analitendea kazi na anafikia matunda. Lakini mwingine ana kusudi la Mungu, anashindwa kufikia matunda. Wote walipata watu, lakini wengine wakapata watu wema, wengine wakapata watu wabaya. Vipawa vikafa. Leo hii kipawa chako hakitakufa katika jina la Yesu. Utapata watu wema katika jina la Yesu. Utapata watu wema katika jina la Yesu. Bwana alete kwenye biashara yako watu wema, ambao wana moyo wa kazi, ambao wana moyo wa kuinua ile kazi, ambao watainua vita. Umewahi kuona mtu akiona dola zinaingia, ni mfanyakazi, anakasirika? Anakasirika. Yaani unashangaa, huyu ndio ingekuwa furaha kwake, anakasirika. Kwa sababu wateja waliingia wengi, anakasirika. Haleluya. Hata kwenye huduma akiona watu wanaongezeka, anakasirika. Anaanza kutupa maneno. Watu wasifikiri hapa ni baa. Ili waje na masuruali zao, waje na nini zao. Waangalie. Wakati ambapo suruali sio ndio kosa, roho yake ikifunguliwa atajifunza namna nyingine. Haleluya. Hajapata wokovu, Mungu amemtupa pale aende apate wokovu, aende afanikiwe. Alafu atakapofunguliwa atajua kweli, na kweli tamuweka huru. Lakini unaona unapigwa mapema na hujajua kweli unapigwa mapema. Juzi nilipita katika eneo fulani kwenye mji huu, nikapata mhubiri mmoja na hubiri. Alikuwa na hubiri. Nilifuata mwingine mhubiri wa aina hiyo kwenye mtandao, ambaye anatukana na watu, anawaita umbwa, anawaita mbuzi, anawaita nini, koba, anawaita kuru, anawaita kwa majina yote. Ninyi nyama, mbuzi, nini, mnakataa kuokoka, ninyi mbuzi, didi. Hasa nikashangaa, anatukana. Nikasema alikuwa pembeni ya nyumba yetu ya Biblia, nyumba yetu ya kuuzishia Biblia. Amekaa pale karibu siku 3, ameweka speaker pale, anatukana, anaita watu umbwa, mikia, ana vitu vya ajabu pale.
Nikasema sasa hapa hakuna mtu ataokoka. Nikajiuliza, Mungu amemuita kwa ile? Sikia, nikaangalia kwenye manabii, ni nabii gani aliitwa anze kutukana watu, awaite nguruwe, awaite umbwa, awaite nini? Anaongea hata vile ambavyo siwezi nikaongea hapa, aliongea. Sasa nikajiuliza, huyu ameitwa kweli? Ameitwa kwa lile? Sio, sisi atuite mtu, Mungu ndiye anaita watu. Kama Mungu amemuita kwa hiyo, basi Mungu amemuita. Haona Mungu yuko na watu. Huyu na ameitwa kwenye shamba. Lakini nikaona huyu anaweza akatoka hapa kapa. Hakuna mtu atakayeokoka. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mahubiri haya ni makali. Alafu maono yoyote katika dunia hii ili yatimie lazima yapate watu. Biashara yoyote ili inuke, wangapi wanaomba biashara yao ziinuke mpaka muwe viwango vikubwa? Inaomba wapate watu. Huwezi kuwa milioneri au bilionea wewe peke kufacture, wewe peke kunani, wewe peke kudepo, wewe peke kwa ile nani gala, unaenda huku unaenda huku. Haiwezekani. Utalazimika uwe na watu zaidi ya 1000 kwa ile maono ulio nayo. Unataka uwe mfanyabiashara mkubwa, unataka uwe daktari mkubwa, uwe na hospitali kubwa, au uwe na kitu kikubwa, itakubidi upate watu wengi, hata watu 100, hata watu 200, au watu 500, au watu 1000 wawe chini ya ile biashara, kwa sababu unataka uwe mfanyabiashara mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo unatakiwa ujue hilo na uombe sawa sawa na hilo. Umewahi kuombea watu watakao kuja kwenye ile maono? Umewahi kuombea? So naona wengi wote umewahi. Unajua ukiwa na pesa nyingi maana yake utatumikisha watu wengi watakao inua ile kitu. Hasa umewahi kuombea? Hujui kwamba wanaweza kukupa sumu? Jawahi kusikia wanasema mke wa mtu akampa sumu? Umewahi kusikia Sasa alipata mke au alipata? Hujawahi kuona mume wa mtu akimsaliti? Mume wa mtu mwenyewe anamtoa kwa kafara, anamwambia mapepo mumkule huyu. Nimewahi kuombea mtu ambaye mume wake amemtoa kuwa mke wa majini, mapepo. Yeye mwenyewe yeye mwenyewe anampa shetani mke wake, ili shetani au akilala naye usiku na mchana. Nimewahi kumwombea katika mji huu. Yeye anaenda kwa malaya, lakini mke wake wa ndoa amempa mizimu, na mizimu inalala naye vizuri, na mpaka na vita hivi vilikuwa vikali sana. Hata kilala analala na suruali, inamuondoa suruali, na siku hiyo atajikuta yuko hospitalini. Na watu na madaktari wanamwambia mume wako ni mvuta bangi. Walikuwa na mume wako ni mvuta bangi, kwa nini anakuharibu namna hii? Kumbe ni nyoka yule mkubwa ambaye amekuja kumuharibu. Usiku kucha hamwachie wakati. Anatoka pale mizimia, anaenda kwenye hospitali. Na alikuwa mkuu wa tajiri. Unaona? Ndio maana unapokuwa na maono, lazima omba watu watakao kuja kwenye maono wawe ambao wametengenezwa na Mungu, kwa sababu wanaweza kuja. Mtu anakuja ili akuja avuruge huduma, avuruge maono, avuruge kazi. Amechukia na amekuja kwa habari maalum, amekuja kwa mwito kabisa ili avuruge pale, avuruge pale. Anaanza kuongea na watu moja moja, unashangaa huduma inakauka. Unashangaa huduma inakauka. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya watu waliokuja. Daudi anasema kama mmekuja kwa hila, Mungu atawashughulikia.
Anasema kama mmekuja kunisaidia, roho yangu itakubaliana na roho zenu. Lakini kama mmekuja kunisaliti kwa adui zangu, Mungu atasimama. Mungu atahukumu kati yangu na ninyi, kwa sababu sina kosa mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Tukiuliza kinachokutoa machozi, utaangalia ni watu waliokuja karibu na wewe. Machozi mengi mlio nayo inasababishwa na watu mliocheka nao. Wengine inasababishwa na waume waliowaoa. Kumbe alivutiwa na kitu fulani, anashangaa. Alivutiwa, huyu ni mweupe, anashangaa weupe wengine wanatokea. Kumbe ilikuwa ya kuundaunda, sasa anaona wenyewe sasa original zinatokea. Ndio anasema kumbe hii ilikuwa ya kuundaunda. Sasa hii kabisa ndio yenyewe. Unashangaa vita vimeingia. Unashangaa na kuambia, mimi nakuambia nimejuta kwa nini nilikuoa. Nimejuta kwa nini nilikuoa, au kwa nini niliolewa na wewe. Ninajuta kabisa. Mtu mwingine alimwambia mume wake, anasema, "Kwani unajua kwamba?" Akasema, "Mume wangu, nina jambo la kukuambia." Akasema, "Jambo gani?" Akasema, "Sijui kama utalivumilia, lakini nimekaza moyo wangu. Lakini lazima nikuambie tu, hata kama utavumilia, acha tu uvumilie tu, utavumilia tu." Anamwambia, "Kwani watoto niliozaa sio wangu?" Akasema, "Watoto ni wako, watoto ni wako, watoto ni wako tu." Lakini anasema, "Sasa unataka kuni..." Akamwambia, unajua kasereka kwamba sijawahi kukupenda." Akamwambia, "Wewe ni mwenda wazimu wao." Akamwambia, "Mbona tumezana wewe? Unasemaje? Wewe ni kichaa." Akasema, "Pana, leo nimejiandaa ni kuambia ukweli. Humu kabisa roho yangu haiko hapa. Hata kwako, hata hii yote unanilazimisha tu. Unanizalisha kwa kunilazimisha, lakini upendo haiko." Itakuwaje kama ni wewe? Itakuwaje? Hivi vitu. Akashangaa. Akamwambia, "Sasa nataka niweke huru, kwa maana tu unanilazimisha tu." Analazimisha. Sasa nifanyeje? Anasema, "Ya muhimu tu ni kukuacha tu." Mwanaume anasema, "Nimejitolea, nimejinyima, nimefanya hiki na hiki na hiki na hiki ili ufurahi, ili uwe na amani. Hiki ndicho unaniambia." Namwambia, "Ndio, imenitesa sana kuona kwamba unanishughulikia, lakini sikupendi. Sikupendi tangu kwani ulienda na mimi kwa nini sasa?" Akasema, "Nililazimishwa tu, shaushika tu, lakini ukweli ni kwamba wewe sikupendi kabisa. Sikutaki kwenye maisha yangu." Angalia. Ndio maana mtu akikuchumbia, mtu akisema na kupenda, jaribu kumuuliza maswali magumu. Hii ndio wasichana hawapendi. Ni kwamba tu jibu limeingia, jibu limefika. Daudi angesema jibu limefika, angekaribisha na wasaliti. Angalia Samsoni aliyesema jibu limefika, amepata mwanamke, kumbe amepata muuaji, msaliti, aliyepelekea inji kuanguka, aliyepelekea watu kutetereka, watu kusimika. Na huyu kijana kufa katika miaka ya chini alikuwa rafiki Delila aliyekuwa mwanamke. Lakini angalia Debora, aliweza huduma. Debora akamuita Baraka. Baraka kawa hana miaka 40. Hakuna mwanaume alikusudia kupindua Debora. Umewahi kufikiria? Angalia katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 4. Angalia. Unajua Gideoni ametokea wakati Debora alikuwa anaongoza. Ndipo Gideoni anatokea. Angalia mwanamke Debora ambaye alipata watu
aina ya watu, kalite ya watu unaorafikiana nao, watapelekea uweze, watapelekea ubie ushindwe. Watu ambao uko nao pembeni yako, wala watu tu, wala watu sio wala watu ulio nao, wale 3-2 ulio nao. Debora alikuwa ni mama aliyeolewa na bwana na kijana mmoja anaitwa Labidoti. Labidoti ndiye alikuwa mume wa Debora. Debora akawa na maono ya Mungu, na Debora akaita wabaraka, akaita watu kutoka Naftali, watu kutoka Kadeshi Barnea, akawaita watu kutoka makabila zote za Israeli. Zabuloni walikuja kumsaidia, lakini angalia, hawa wanaume wakashindwa kupindua Debora, na akawatuma akasema, nendeni. Wakamwambia, usipokwenda nasi hatuendi, usipokwenda nasi hatuendi, kwa sababu wewe ndiwe kichwa, wewe ndiwe kichwa, wewe ndiwe kiongozi, wewe ndiwe ulipokea maono kwa Mungu, sisi tutatumika chini yako, wewe tu baki kwenye ile maono. Miaka 40 hawana mawazo ya kumpindua, kwa sababu alipata watu wema. Hata aliyemuniga hakuwa, aliyekusudia kumuniga, aliyekusudia kumpa sumu akawa hayupo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu alipata watu wema wa kina Baraka. Mungu akupe wa kina Baraka katika jina la Yesu. Akupe watu ambao watasikia huruma ya kila unachobeba. Haleluya. Tunamuomba Mungu katika huduma hii, Bwana alete wanawake, alete wanaume ambao wana huruma ya hii maono, waipeleke kwa ndugu zao, waipeleke katika mji, waipeleke katika nchi na vijiji, wapeleke ufufuko na uzima katika familia zao. Haya ndio tunataka hapa. Haleluya. Ninapoongea siongei wewe, kwa sababu anaongea una marafiki wema labda, lakini nakufundisha, lakini nataka ujue unaangamia kwa kukosa kujua walio pembeni yako. Unateseka kwa kukosa kujua watu wanaozunguka biashara, wanaozunguka maisha yako, unaowaeleza unakokwenda. Kuna mtu kimweleza siku hiyo hatalala makaburini ili apige kile ulichomweleza. Analala makaburini, analala makaburini akipiga kile. Unaona? Kwa mfano, tunaomba huduma au huduma kuongezeka kwa watu wanaokoka. Sasa wewe ukiona mtu anaongezeka unampiga vita, tutasemaje? Kwa ufupi, umepata jibu? Ndio niliwaambia ziko ndoa zingine ambazo zilikuja kuwasaliti. Unajua kuna ndoa usaliti. Moja ni ya Delila, iko kwenye Biblia. Yako hata kama haiko kwenye Biblia inaweza kuwa tu. Ya pili au ya tatu imekuja kukutoa machozi. Haikukuja ili ucheke, lakini imekuja mpaka ufune, mpaka ulie, mpaka uhangaike, kwa sababu ilikuja kukusaliti. Ndio maana hata ukichumbiwa, jaribu kumuuliza, katika wanawake hawa wote umeona bibi? Ndio umeona mimi wa kuchaguliwa kweli? Wasichana hawana hii wakati, hawana time hii kuuliza hili. Ni kusema karibu, jibu limefika. Leo hakuna hata kusema nauliza Mungu, hapana. Nauliza Mungu. Jaribu ili usijukalia maisha yako yote. Kwa sababu niliwaambia kuna watumishi wengine wa Mungu, wa kike na wa kiume, ambao shetani akapanga wanawake kwa ajili yao ili kufirisi vipawa wanavyovibeba. Shetani akapanga, akaangalia Samsoni huyu ana uwezo wa ajabu, ana uwezo wa ajabu, akamuwinda, akampata kwa njia ya ndoa na akamumaliza kwa njia ya ndoa, akamuweza rahisi, kirahisi sana, kirahisi sana. Hebu unajua kwamba Samsoni hangewezekana
kumshinda. Lakini kwa ndoa kipawa kikazimika, inji kateseka, wakati ilikuwa na mkombozi. Unajua kwamba wewe ulikuwa mgumu, lakini angalia jinsi umepoa. Watu walikuwa wanakuogopa, lakini ndio imekulegeza. Unashangaa umekaa, huna pa kwenda. Angalia, kuna watumishi wa Mungu wamefanya talaka kule waliko. Hawa watu hawakujitambua. Adui akaona vile vipawa, akasikia hasira, akasikia wivu, akajua hana mume, hana mke, akatayarisha, akaandaa mume atakaye firishi kile kipawa. Unashangaa anaolewa. Vita badala ya amani kunatokea vita. Unashangaa mbona ule dada ameitwa, amefanyaje? Shangevumilia, angevumilia angekufa labda, na kile kipawa kingekufa. Halafu ameinuka anaendelea kuomba wakati kwenye dhambi. Wewe unaiona kama dhambi, lakini yeye ni wokovu. Kuna watu wanaona ndoa ya Esteri kama dhambi. Wanasahau kwamba ilikuwa kusudi la Mungu. Hata wewe mwenyewe. Haleluya. Hivi ndivyo watu wengi wanateseka. Hasa kujua hii ndio ngumu. Shetani alijua wewe unaomba, unatapiri, una karama, ndio akakuletea, akakuandalia, akajua udhaifu wako, unataka uoe, unataka uolewe. Unakuta umewahi kuona mhubiri anatafuta mwanamke, anatafuta hata mtu ambaye hana wokovu, hajaokoka, ndio mhubiri anaenda kuoa. Kuna mwingine kijana nilimuonya, yaani mtu ambaye hajui maombi ndiye anaenda kuomba. Anavuka wale ambao anaomba nao, anavuka wale wameokoka, lakini anaenda kule ili asalitiwe, ili ajipande, ili ajiweke juu, ili ajiweke kwenye kamba ambaye wewe unajua kwamba wakati shetani alipojua amependa Delila, alienda kwa Delila na kusema, dada yangu, hii ndio tulitarajia muda mrefu. Hichi ndicho tulitarajia muda mrefu. Kupitia wewe tutamumaliza. Kupitia wewe tutamuangamiza. Akasema ndio, msiogope. Ananipenda sana. Ananipenda sana. Alikuwa na macho mengine na nguvu, lakini hakupambanua Delila. Ungalia, kuna watu hujawahi kuwapambanua. Umewatilia amani, umekuwa na amani roho yako, ndio wanakuumiza. Ziko ndoa ambazo sizo kusudi la Mungu. Ilikuwa ni kusudi la shetani kuua unachobeba. Ilikuwa ni mapenzi ya shetani kuua unachobeba. Na wakati kuna kijana mmoja alioa, na alioa kumbe alikuwa anajua huyu binti anaomba, alijua huyu binti anaomba na ana ndoto njema. Akampenda. Wakamwambia, mbona sasa wewe kijana, mbona msichana anakupita mwaka kama 2, 3, 4, 5? Akasema nimempenda sana. Akasema akabembeleza ule binti, wakamuonya ule binti, akambembeleza mpaka kijana alikuwa anatia mgongo, anambeba, anamuingiza, anambeba kabisa, anambeba. Nani wakikaa wakizungumza, wanaweza wakazungumza kuanzia saa 1 mpaka saa 10 wakiongea, wakizungukanako. Wakafunga ndoa. Haikumaliza hata miezi 3. Ndio akamfunulia akasema, nilitumwa kuzimu na nimefikia kile nilichokilenga, na akamwacha mpaka leo. Mpaka leo. Yule dada amebaki katika hali ya ukiwa. Katika hali ya ukiwa. Kwa sababu alitumwa kuzimu. Alitumwa na adui ili afirishi kipawa hiki, ili auwe ndoto hizi, ili auwe hii upako na huu mafuta. Dada amekaa katika hali ya ukiwa. Kijana sasa amechukua wake wengine. Na alipona kutolewa kama kafara.
Alipoona kutolewa kama kafara. Kwa sababu ya nini? Hii haikuwa ndoa. Sasa nakuuliza, Mungu aliunganisha au shetani aliwapatanisha? Unapoambia alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Angalia, kile ulicho nacho Mungu ndiye alikiunganisha. Unaona akili zenu, mtajua kweli na kweli toka huru. Kuna vitu vingine tunajidanganya Mungu si aliviunganisha. Ni mapepo ikaviunganisha, na ikaviunganisha ndio vinaleta usumbufu. Siseme kama ndoa yako ikileta usumbufu haikukuwa upendo. Unisikie, nilikuambia watu wanaangamia kwa kukosa kujua. Kwa sababu wangejua hawangeangamia. Angalia umekuwa mkiwa. Sawa, adui aliona una kiburi sana cha wokovu, akakuandalia kijana. Na kijana anakuacha kwa sababu anajua hutakuwa na uhuru. Yeye anaenda sasa, anaenda oa. Wewe olewa sasa. Usikie wa mama wanaongea. Olewa, usikie wa mama wakiongea sasa. Si yeye yuko huru kule aliko. Wewe olewa sasa. Usikie muziki. Usikie wa mama wakichambua maragi, wengine wakienda sokoni, wengine wakimaliza maombi wanafanya vikao vidogo vidogo, wanaongea habari zako. Kwa alitumwa na adui ili aharibu. Sasa kuna kingine kilichopelekea Sauli kushindwa. Baba yake alipokaribia kufa, alimuita akasema, Sauli au Benyamine ni imbwa ya mwitu, ni umbwa wa pori. Hata imbwa inaokaa na wanadamu, lakini akamwambia ni umbwa ya pori. Angalia, imbwa ya msitu haiwezi kaa na wanadamu. Haiwezi kaa na wanadamu. Amen. Angalia, Samsoni aliitwa kabila lake la Dani, walisema kabila la Dani ni nyoka ya barabara. Ni nyoka ya barabara. Nyoka kazi yake ni mavumbi. Angalia alivyoshindwa vibaya. Alivyoshindwa vibaya kwa sababu yeye amesaliwa, kuna neno wao ni nyoka ya njiani. Na huyu Sauli ni umbwa ya msitu, mbwa pori inayokula mawindo. Kwa hiyo alikokwenda alileta kondoo, alileta mfalme, kwa maana ndio ilikuwa madhabahu ya kabila lake. Ndio ilikuwa neno la kuhani wa jamaa alilosema juu yake. Watu wengi wanashindwa kwa maana kuhani wa nyumba yenu, mzazi au babu au myomba kaongea. Unajua kwa nini myomba kwenye karamu hupewa kitu cha mbele? Unajua kwa nini shangazi kwenye karamu hupewa kitu cha mbele kwenye karamu yako? Unajua kwa nini baba hupewa kitu cha mbele? Unajua kwa nini babu au bibi hupewa kitu cha mbele? Kwa sababu hawa ndio makuhani wa kifamilia. Na hawa wakiongea neno ni sheria. Wakiongea neno njema ni sawa, wakiongea neno mbaya, unajua kitakachotokea? Utalia mpaka ukutane na kuhani wa Mungu, mpaka ukutane na Injili, ukutane na Yesu, ndipo maneno yale yatakayoondoka. Angalia, Sauli alishindwa wakati yeye ndiye alikuwa mwanzo wa ufalme katika familia. Hakuna mwingine aliyetawala tena, kwa maana alikuwa ndiye chanzo cha baraka, lakini zile baraka zikaondoka. Hakuna mwingine aliyeridhiti, kwa maana hata Jonathan alishindwa. Lakini angalia, Daudi alijua kukagua majira. Kuna kipindi kilichosababisha Daudi aendelee kuwa mzima. Alipigwa vita na Sauli, lakini hekima na akili ya Mungu ilimsaidia asife kwa mkono wa Sauli. Kuna kipindi wakamuita Daudi, njoo uombee mfalme. Akamuombea na kupiga kinanda kimba. Sauli mapepo zikaondoka, akachukua mkuki akamtoboa Daudi. Mungu akashika mkuki ukaenda kwenye ukuta. Akamlanga mara ya pili, mkuki ukaenda kwenye ukuta. Ndipo Daudi akaangalia, siku moja nitaangamia kwa mkono wa Sauli, nifanyeje? Ndipo Daudi akaamua pamoja na Yonathani kuachana na Sauli. Yonathani
akamwambia nitaweka alama, kama baba yangu akifanya hiki itakuwa amekusudia kabisa, kama baba yangu. Halafu Daudi akasikia habari za Yonathani akaokoka. Daudi akasikia habari za Mikali akaokoka, kwa sababu Sauli, Mikali akamwambia Daudi, baba yangu alikubali uolewe na mimi, alikubali unioe, mimi ni mtego sio mwanamke, lakini mimi ni mtego wa baba kwa kukua. Ndipo Daudi akaokoka kupitia maneno ya nini? Maneno ya Mikali. Angesema wewe unanifukuza, haunipendi, manako na watu ndio tumefunga ndoa jana, hasa wewe unanifukuza na unajua tuko kwenye raha ya kuolewa, ya kufunga ndoa. Akamwambia hii raha leo baba atakuua, wewe toka huko. Akakubali. Ingekuwa mimi na wewe ningeondoka wakati nimefunga ndoa jana, kwa hiyo nikuache, ningesema ngoja nikushughulikie. Alafu angalia alichokifanya huyu Daudi. Akaondoka hata kama yeye amefunga ndoa. Akasikia. Wakati ambapo angeshughulikia mama jinsi inavyotakiwa, lakini akaona ili nifikie ndoto, niache hii chakula niondoke. Kuna watu hata anashindwa kuokoka kwa sababu tu ya $20, kwa sababu ya $20, kwa sababu ya $100, kwa sababu ya kumlipia nyumba, kwa sababu ya kumnunulia nguo. Watu wanakataa kuokoka kwa sababu huyu si ndiye anahusika na mahitaji yangu. Sasa nikiokoka nani atanisaidia? Kuna watu wanashindwa kuamua kumfuata Mungu kwa sababu hata ya zile faida. Sasa wewe unaweza sema Daudi alifanya vizuri. Wewe unajua kuacha mtu ambaye mmefunga ndoa leo, halafu kesho uambiwe umwache uondoke. Hata ungeambiwa kwa ule baba, hata kama leo anabadilika, mlipofunga ndoa unasema funga safari, ungekataa hiyo safari. Unakaa juu ya begi, unakaa yule ya sakosi, unaenda wapi? Wakati sisi tumefunga ndoa jana. Wewe umewahi kuona wanawake anakaa yule ya begi? Usiondoke. Unawaruhusu waende kwa sababu wanawaumiza. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Angalia, ninataka kuongea kwamba watu wanaotujia kwenye maisha ni watu wa kuchunguza na kuombea. Lakini ombi ni kwamba Mungu akuletee wadada wema ambao unaweza kugawa ndoto yako na wao, ambao unaweza kuongea wanakuelewa kama vile Daudi wakamuelewa. Na hawa ndio Biblia inasema hawa ndio waliogeuzia Daudi ufalme kutoka mkono wa Sauli na kuja kwenye mkono wa Daudi. Hawa ndio walisaidia Debora aongoze nchi miaka 40. Hawakufikiri kumuua wala kumpindua, lakini angalia, Delila alifikiria kumuua na kweli iliwezekana. Wakamtoboa macho. Aliyesababisha ushindwe kusikia sauti ya Mungu, ukatwe masikio ya roho, ni wanadamu. Kwa sababu walikuwa wanakuzungumzia mambo ya kawaida. Angalia, umepoteza sauti. Ulikuwa na masikio ya roho, ulikuwa na macho ya roho, lakini angalia sasa hivi huna uwezo wa kusikia kile Mungu anaongea. Kwa nini? Kwa watu wakakuwekea pepo la kuongea. Lile pepo limesababisha ufisike kiroho. Inua mikono yako juu mbele za Bwana kama unanielewa. Kama unaelewa, angalia, umefilisika kiroho, umeanguka kiroho, umeshindwa kufikia malengo. Sasa angalia, Debora aliweza. Angalia, tumeshindwa kufikia malengo kwa maana watu waliozunguka maisha yetu wametuumiza. Haleluya. Maumivu mengi niliwaonya kwamba niliingia kwenye gereza. Safari yangu ya kwanza kuingia kwenye gereza niliingia kwa sababu ya mtu aliye rafiki ambaye tulienda naye, kumbe yeye sio mtu sahihi. Nikalala kwenye gereza. Ile usiku ilikuwa ukilala kwenye gereza, hata siku moja ni kama mtu aliyelala wiki. Gereza ni mbaya. Nilitoka nimebadilika sura.
Ile usiku ule mmoja tu nilitoka asubuhi saa 3, lakini wakaniambia ulilala gerezani kwa sababu ya huyu, na tunakuonya usisafiri na huyu tena, kwa maana ukiendelea kushikamana na huyu wewe utateseka. Na tangia siku hiyo ndio nikaanza kusafiri naye na kutembea naye. Haleluya. Na ameshakufa. Angalia, pengine ningekufa pamoja naye. Inua mikono yako juu. Sikuambia uwaogope wanadamu, lakini ujue wanadamu ni wasaliti. Ujue ya kwamba kile unachobeba adui ana wivu nacho. Ujue kile unachobeba, maombi unayoomba watu inawasumbua, kwa sababu unapoomba shetani vitu vyake vinaharibika. Kwa hiyo hawezi kupenda uzungukwe na watu wazuri. Anajua maono yako. Anajua maono yako. Adui anajua maono ya ufuo na uzima. Anajua nguvu yake. Anajua vile kesho kutakavyokuwa pambazuko la ushindi. Anajua vitu vikubwa. Alafu tunatakiwa tuombe. Tunatakiwa tuombe. Tunatakiwa tukae, tuwe na macho. Masikio ya roho isikatwe. Wasikubebe masikio, wasikubebe macho ya roho, usishindwe. Wasikubebe nguvu ya maombi. Angalia wanaokuzunguka hawapendi maombi, na wewe umeanza jifunja tabia zao. Unaanza kusukumwa kama bureti. Wewe ambaye ulikuwa maombi ilikuwa automatic kwako. Ukisikia wanaomba, unaomba hata risaa moja unaomba, hata masaa mawili unaomba, lakini kwa sababu ya marafiki huwezi hata dakika 10, inakushinda. Kwa sababu ya nini? Uliozunguka nao. Biashara haizime mtu, haizime karama. Biashara, amen. Ndoa haizime karama. Angalia mwanamke kama wewe aliongoza siku miaka 40 akilinda mafuta ya Mungu, ana pesa zinamzunguka, kwa sababu inji yote pesa, kodi, fungu zote za 10 zilienda kwa Debora, lakini alilinda. Macho ya roho yaliendelea kuwa juu yake. Alikuwa wewe ni mrefu kuliko kimo cha Debora. Wewe ni mrefu. Wanafikiri Waisraeli ni wafupi, ni warefu. Tena hakuwa wa kabila la Lawi. Unasikia? Hakuwa wa kabila la Lawi. Inua mikono yako juu. Unashindwa juu ya nini? Debora wakati aliweza. Ile mafuta iliyowezesha Debora iko juu yako katika jina la Yesu leo. Iko juu yako katika jina la Yesu. Macho yako yafunguke kuanzia sasa katika jina la Yesu. Masikio ya kiroho, sikio lako lililokufa lipate dunia inasema hivi: sikio la kufa halipati dawa au halikubali dawa, lakini kwa kiroho linakubali dawa katika jina la Yesu. Wanadamu wanasema sikio la kufa halisikii dawa, lakini kwa jina la Yesu tunaamini sikio lililokatwa litarudi kwako kwa jina la Yesu. Leo hii linarudi. Macho ya roho, nguvu ya kiroho, nguvu, parole de connaissance, hekima ya Bwana iwe juu yako mama, ili upambanue watu wako. Weka mikono juu, sema: Bwana Yesu, ninakushukuru siku ya leo. Umefungua macho yangu, umefungua akili yangu. Maono yangu hayataharibiwa, macho yangu hayataongolewa, masikio yangu hayataharibiwa. Wanaonizunguka wataniharibu katika jina la Yesu. Roho Bwana, wewe uko juu yangu kunipa akili, kunipa hekima. Sitaangamia, sitaangamia katika jina la Yesu. Jinsi napiga mikono, sitaangamia. Nakataa kuangamia, nakataa kuangamizwa na wanaonizunguka katika jina la Yesu. Roho Bwana, nipe mafuta, nipe upako, nipe uwezo wa kujinasua katika mitego inayonizunguka, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye maisha. Omba, 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 omba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba, 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 omba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo,
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Masikio ya roho yarudi juu yako popote uliko. Uliyepoteza network ya kiroho, pokea tena singa ya roho, kamba ya roho, katika jina la Yesu. Moto wa Holy Ghost. Katika jina la Yesu. Neema ya Bwana, ushindi wa Bwana, kibali cha Bwana, ushindi wa Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, neema ya Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mtego na upoma, kila mtego waliotega na ushinda na ulipua kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mtego asubuhi ya leo ni wakati wa kuipasua. Asubuhi ya leo ni wakati wa kuangamiza wao na mitego yao. Bwana, usiruhusu watumishi katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu.